Katika video ya siku ya leo tunaenda kuangalia namna ya kutengeneza sabuni ya maji hatua kwa hatua. Kwa hiyo ambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Lakini pia nimekuandalia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Ni kitabu ambacho ndani yake nimekuandikia utengenezaji wa sabuni ya maji hatua kwa hatua mwanzo mpaka mwisho pamoja na bidhaa zingine. Kwa hiyo tunaenda kuanza pamoja. Hatua ya kwanza utachukua chumvi, utamimina katika jaba. Namna hiyo utamimina chumvi, na chumvi nzuri ambayo inafaa zaidi unaweza kutumia chumvi ya mawe kwa ajili ya kupata matokeo mazuri zaidi. Baada ya hapo utachukua Siles au Texapon. Yes, unaweza kuanza katika hatua hiyo. Hata kama una mashine basi unaweza kuanzia hapo kwa hatua za mwanzo. Baada ya hapo unamimina hiyo Siles, Texapon, wengine pia hupenda kuita Ungarol. Unamimina katika jaba lile ambalo lina chumvi. Ukitaka kujua vipimo, hapa ni citric acid naweka. Yes, baada ya kuweka citric acid na weka perfume nzuri kabisa. Unaweza kutumia perfume za matunda. Huwa zina matokeo mazuri zaidi na haziishi haraka kwenye sabuni. Kwa hiyo zinasikika kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo ukitaka msikilizaji kupata formula nzuri, unaweza kujiunga na madarasa yetu WhatsApp au ukajipatia kitabu cha Miliki Kiwanda Chako. Utanitext kupitia 0783500971 kwa ajili ya kupata utaratibu wa darasa, lakini pia kwa ajili ya kupata utaratibu wa kupata hicho kitabu cha Miliki Kiwanda Chako. Baada hapo msikilizaji, utakoroga vizuri, na ukorogaji unapaswa kuwa uelekeo mmoja. Kama kushoto kwenda kulia basi iwe hivyo mwanzo mpaka mwisho wa zoezi lako la ukorogaji. Baada hapo utakuwa unamimina maji taratibu huku unakoroga kama inavyoonekana katika video ya siku ya leo. Baadaye utachukua maji mengine tena, hiki chombo utaweka pembeni. Utachukua maji mengine tena kwenye vindoo vidogo viwili, unaweza kutumia ndoo kubwa au ndoo ndogo. Jambo kubwa hapa la kuzingatia ni kwamba usipotee kwenye vipimo. Kama unatengeneza lita 40, basi maji yako unapima kwanza lita 40, kama lita 50, lita 100, unapima kwanza hizo lita 100 ambazo unataka zote uzitumie. Baada hapo utachukua soda ash lights, utaweka vijiko kadhaa kulingana na idadi ambayo unaizalisha. Utakoroga vizuri kabisa. Baada ya kukoroga vizuri, yes, korogaji kuelekea upande mmoja, unakoroga vizuri. Baada ya kuona kwamba mkorogo wako umeshikamana vizuri, unaumimina kwenye ule mkorogo wa kwanza ambao ulikuwa na Siles pamoja na chumvi, na unakoroga. Kwa unaweza kutengeneza sabuni hii, sio lazima tu iwe ya kibiashara, lakini pia hata kwa ajili ya matumizi ya nyumbani unaweza ukatengeneza sabuni hii vizuri kabisa. Baada ya hapo unachukua maji mengine, unaweka Alka2 au CMC. Kwa wale ambao tunapenda kutumia CMC, maji tutumie ya moto kwa ajili ya kupata matokeo mazuri zaidi. Lakini ikiwa unatumia Alka2 tu ya kawaida, basi unaweza kutumia maji ya baridi na ukapata matokeo mazuri. Kwa tumeweka vijiko kadhaa. Baada ya kuweka vijiko kadhaa, tunamimina sulfonic acid. Baada ya kuchanganya sulfonic acid, tunamimina kwa pamoja kwenye ule mkorogo wetu mkubwa au mkorogo mama, na ukorogaji unaendelea kama kawaida. Kwa msikilizaji, unaweza kufanya hivi kwa ajili ya biashara, lakini pia unaweza kufanya hivi kwa ajili ya kupunguza gharama za matumizi nyumbani za sabuni, kwa sababu unaweza ukatengeneza sabuni ya malighafi ya shilingi 30 na ukapata dumu 6 au dumu 5, inategemeana na formula ambayo utaitumia. Kwa hiyo baada hapo msikilizaji, yale maji ambayo yamesalia utayamimina, na hatua ya mwisho utaweka glycerin, utaweka CAPB, utaweka preservative. Kama utatumia preservative nyingine tofauti na citric acid ambayo tumeiadi hapa, unaweza ukaweka pia. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza sabuni yako kwa mfumo huu na ikatoka vizuri kabisa. Kwa hiyo nakualika kwa wale ambao unapenda kujifunza zaidi au unataka kufanya kitu ambacho kina ubora zaidi, unaweza kunitext WhatsApp kupitia hizo namba, zaidi nikakupa utaratibu wa kujifunza hatua kwa hatua na utaratibu wa kupata nakala ya kitabu cha Miliki Kiwanda Chako.